Tuko kwenye ziara ya kuwashukuru wananchi kwa namna ambavyo wametuchagua kwa kura nyingi na tukashinda kwa kishindo. Kwa hiyo leo tumepita kwenye mtaa wa Ndege Wengi ndani ya kata yetu ya Mwembe Songo kwa ajili ya kuwashukuru wananchi wetu. Sasa pamoja na kuwashukuru, lakini tumekuja kueleza mema ambayo ndani ya siku 100 mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametufanyia hasa kwenye eneo la bima. Kwa kweli mama ametufaa sana kwenye eneo hili la bima. Mimi kwenye kata yangu ya Mwembe Songo tunao watu 100 wamepatiwa hizi bima tayari, wameshaanza kuzitumia wengine na wanaeleza namna bima hizi zilivyowafaa, na tunaendelea kuwahamasisha wananchi wale ambao bado hawajaja kuchukua bima zao, sababu katika hizi bima 100 tayari tumeshatoa bima 81, bado bima 19. Tunaendelea kuhamasisha wale ambao hawajaja kuchukua bima zao waje wachukue kwa haraka, kwa sababu ni kitu ambacho kinatufaa sana. Kwa kwenye hili sisi tunamshukuru sana 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 Mheshimiwa Rais. Nimeendelea kuwasisitizia wananchi kwa maana huyu mtoto tunaenda kumkabidhi kwa mwalimu, kwa maana kukabidhi malezi yake kwa mwalimu kwa muda wa masaa 9 mpaka 10. Lakini tunapomkabidhi malezi ya muda mwalimu, lazima tumpe ushirikiano huyu mwalimu namna ya kutunza na kuwalea hawa watoto wetu kwenye eneo la maarifa. Lakini pia serikali tayari inaendelea kutengeneza miundombinu mizuri ya kupata hizi elimu, kuanzia kwenye vyumba vya madarasa, vikalio kwa maana ya madawati, lakini matundu ya vyoo. Serikali imeendelea kutuletea fedha na sisi kata yetu ya Mwembe Songo imeendelea kupokea fedha za maendeleo ya elimu. Sasa shime kwa wenzangu hawa wazazi wanaotoka ndani ya kata ya Mwembe Songo, na tayari nimeshakuwa nikiwaambia kila wakati kwamba sisi tunatakiwa tuwafuatilie hawa watoto kwenye kila hatua, na kutoa ushirikiano kwa hawa wenzetu wataalamu wa elimu, namna gani tunaweza tukashirikiana kupandisha taaluma zetu juu, vijana wetu wakawa na maarifa ambayo yataifaa jamii yao, yataifaa jamii yetu, na watakuwa watumishi bora na watakuwa watu bora, kwa sababu mtoto anaandaliwa kuwa mtu bora ambaye atakayefaa baadaye. Hili swala la barabara, kianza na eneo la barabara, ziko barabara ambazo zimetajwa kwenye ilani. Kwa hiyo jukumu langu mimi kama diwani ni kuona na pushi sasa ile ajenda ambayo imewekwa kwenye ilani ya uchaguzi ili iweze kufanyiwa kazi, na kimsingi itafanyiwa kazi, lakini lazima ifanyiwe kazi kwa haraka. Kwa hiyo hilo tunaendelea nalo na tunaendelea kupambana, na halmashauri tayari imeshazitenga barabara zake ambazo itazifanyia ukarabati hasa kwa kipindi hiki cha mvua. Kwa hiyo na sisi Mwembe Songo pia tumo. Kwa hiyo tunaendelea kuona namna gani tunafanya hili jambo kwa haraka na ubora wake. Tunajua, tunatambua kero hii na tunatambua kwamba kwa namna gani inaathiri watu, na tunatambua kwamba kata yetu ni diversion ya kufika mjini na kupita kwenda kwenye maeneo mengine ya mbele, kama vile watu wanaotoka Dar es Salaam wakiwa wanakwenda Iringa, barabara kuu ikifunga, diversion yao ni Mwembe Songo. Watu wanaotoka Dar es Salaam wakiwa wanataka kwenda Dodoma, walau saizi kuna ile barabara ya Tungi, lakini akishapita pale 88 diversion yake inakuwa ni Mwembe Songo. Kwa kimsingi kabisa tayari tumeshatengeneza utaratibu mzuri wa kuona namna gani tunakarabati hizi barabara zetu ili ziweze kupitika katika kipindi chote cha mwaka zisiwe na matatizo yoyote, lakini pia kuziimarisha ili hata magari makubwa yanayofanya diversion yasiweze kuathiri makazi yetu. Mwelekeo wangu kwanza, nimesema tu tumeondoa zile kero za huduma kupatikana kwa fedha, tumeondoa hiyo kero. Kwa hiyo mwelekeo wangu mwingine ni uboreshaji wa eneo, sekta hizi za wanasema kero za kisekta, kama elimu, kama afya, kama miundombinu ambazo tayari tumeshazianza. Kuna baadhi ya maeneo kwenye elimu tayari tumeshapokea fedha kwa ajili ya kuongezea majengo na matundu ya vyoo, lakini pia tayari tumeshaanza mpango wa utekelezaji na andiko liko tayari utekelezaji wa uinuaji na uboreshaji wa zahanati yetu na umaliziaji kwa pale ambapo tumeanzia, lakini na miundombinu yetu kama nilivyokuambia. Kwa hiyo mimi mwelekeo wangu kwenye haya mambo matatu ya kisekta ni kuona namna gani anakwenda vizuri, lakini pia liko jambo la ustawi wa jamii yetu, kuona lenyewe ndo tumeanza nalo kwa mfumo huo wa kuondoa ada mbalimbali au kuondoa malipo ya huduma mbalimbali ambayo tayari tumeshaziondoa. Kwa mwelekeo wangu ni kuona watu wetu wa Mwembe Songo wako kwenye ustawi mzuri na maendeleo ya kisekta yamekaa vizuri. Nadhani huo ndo mwelekeo wangu kwa kipindi hiki mpaka tukimaliza hii miaka 5, basi walau tuwe na jicho la kuona kwamba Mwembe Songo ilipotokea na ilipo kuna utofauti. Lazima kibinadamu uwe na ulipotoka, ulipo na unapoelekea. Kwa hiyo tunapoelekea ni huko na tulipo ni sasa ni hapa. Kwa hiyo kuna tofauti tukifika huko na pale ambapo tulikuwa tupo hivi sasa.